right to all students of Muslim University of Morogoro. I will faithfully and impartially discharge and perform all studies incumbent upon me as a president. Taasisi ya utekelezaji, kwa kuwa MUMSO sio taasisi ya utekelezaji moja kwa moja, bali ni daraja kati ya wanafunzi na uongozi wa chuo. Basi serikali yetu itaweka mkazo mkubwa katika kuwasilisha maoni, changamoto na matarajio ya wanafunzi kwa uongozi wa chuo kwa hekima na busara na msimamo wa kweli wa kuhakikisha changamoto hizo zinatatuliwa. Tutaandaa mapendekezo yenye hoja za msingi tukiambatanisha na takwimu mbalimbali ambazo zinasaidia kuonesha uhitaji wa yale ambayo tutayawasilisha katika chombo kinachohusika kwa mujibu wa taratibu za taasisi yetu, kwa maana Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro. Aidha, serikali tunayoenda kuanza kuiongoza leo hii itahakikisha kuwa kila hitaji la mwanafunzi halipotei kwenye kelele za malalamiko tu, bali linapata njia ya kufikishwa katika ngazi ya chuo, kwa maana uongozi wa chuo, kwa malengo ya kutafutiwa ufumbuzi. Serikali yetu pia itaandaa mikutano ya mara kwa mara baina yetu sisi serikali ya wanafunzi na wakuu wa idara mbalimbali chuoni, ili kutoa taarifa za maendeleo na pia kupokea mrejesho kuhusu mapendekezo mbalimbali ya serikali ya wanafunzi kwa mambo yanayowahusu wanafunzi. Kwa msingi huu, serikali yetu itaenda kuhakikisha kuwa inaimarisha nafasi ya MUMSO kama sauti yenye nguvu, yenye busara na yenye mashiko ya hoja kwa niaba ya wanafunzi wote. Sambamba na hilo, tutaweka mifumo thabiti ya kusikiliza maoni ya wanafunzi wenzetu, kuyachambua na kuweka katika utaratibu unaofaa ili kuyawasilisha katika uongozi wa chuo, ikiwa ndio njia ya kweli ya utawala shirikishi, uwajibikaji na uongozi unaosikiliza. Nguzo ya pili katika ambayo tunatarajia kuwa tutasimama nayo kuhakikisha tunaenda kuwahudumia wanafunzi wenzetu ni uundaji wa serikali imara na wachapakazi. Ndugu viongozi na wanafunzi wenzangu, binafsi sijajipanga kuchagua viongozi kwa misingi ya ukaribu au urafiki, bali tutachagua viongozi kwa kuzingatia vigezo vya uwezo, uadilifu kama ambavyo imamu na mwenyekiti wa tume amehusia, na uzalendo, ikiwa serikali hii inalenga kuwa na watu wanaochapa kazi kwa bidii kweli kweli, wenye malengo ya pamoja ni ambao wataweka maslahi ya wanafunzi mbele kuliko maslahi yao binafsi. Na si hivyo tu, tutapima uwezo wa hao viongozi. Haimaanishi kuwa mtu atakapopewa nafasi ya uongozi basi ndio amerithi. Tutapima uwezo wa hao viongozi kwa kuangalia rekodi zao za utendaji, pia uwezo wa kuwasikiliza wanafunzi na kutatua changamoto zao, ikiwa ni dhamira ya kweli ya kuleta mabadiliko kwenye maisha na mustakabali mzima wa wanafunzi ndani ya chuo chetu. Na pia tutaunda kamati mbalimbali ambazo zitafanya kazi kwa ukaribu, zikiwa na wajibu wa kuchunguza changamoto mbalimbali za wanafunzi kwa kushirikiana na idara husika na kuhakikisha kuwa tunapima mafanikio ya serikali yetu kwa matokeo na si kwa maneno tu. 3. Serikali yetu itajengwa katika msingi wa kudumisha umoja na ushikamano, kama ambavyo kaka yangu Rais mstaafu Mheshimiwa Adam Hamis Kimaya amelipambania hilo na anaondoka na taji la ushirikiano. Ndugu viongozi na wanafunzi wenzangu, tumejifunza kuwa hakuna maendeleo yanayoweza kupatikana katika mazingira ya mgawanyiko. Yaani watu hawako pamoja, watu wanachukizana, watu wana ubaguzi wa aina yoyote ile. Ima itakuwa ni ubaguzi wa kidini, kikabila, kitaaluma kwa maana kozi mbalimbali, sheria na baidi hawakai pamoja, baidi na business hawakai pamoja, au mfano wa hayo. Bali sisi serikali hii itaenda kuwa ni serikali na ambayo inaenda chini ya falsafa ya sisi ni mmoja, familia moja.
Pia katika kuhakikisha hilo linafanikiwa, tutaandaa kama ambavyo tuliahidi matamasha na shughuli mbalimbali za kuwaunganisha wanafunzi, ikiwemo michezo, mijadala mbalimbali, midahalo ya kielimu na kadhalika, ili kujenga daraja baina ya wanafunzi wa kada zote hapa chuoni. Aidha, tutahakikisha kuwa tunaweka utaratibu wa kusuluhisha migogoro kwa njia ya mazungumzo na maridhiano badala ya malumbano ambayo yamekuwa yakiathiri utendaji kazi wa serikali nyingi za wanafunzi. Mmoja wetu ni silaha yetu. Zaidi ya hapo, tutashirikiana kwa karibu kabisa na viongozi wa dini, hususan ofisi ya imamu. Imamu ni kuhakikishia kuwa serikali hii itaenda kufanya kazi mkono kwa mkono mpaka kuhakikisha tunawafikisha wanafunzi sehemu iliyokuwa salama. Pia tutashirikiana na viongozi wa vilabu mbalimbali vya wanafunzi. Tunafahamu chuoni kwetu kuna klabu mbalimbali za wanafunzi, ili kuondoa yale matabaka ambayo yamekuwa yakilalamikiwa kwa muda. Pia ndugu wanafunzi wenzangu, katika kufanikisha haya tunatambua kuwa tunatakiwa tushirikiane kiukamilifu na bunge la serikali ya wanafunzi, kwa sababu bunge ndiyo chombo kinachoiwajibisha serikali pale ambapo inakuwa imeacha njia, na bunge ndiyo sehemu pekee ambayo inaielekeza serikali katika yale ambayo yataletea manufaa wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro. Kwa hiyo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ndugu yangu kakangu Abdul Karim, na pia ndiyo spika na ambaye utamwacha nafasi hiyo, basi mimi naahidi kuwa serikali yetu itaenda kuwa na ushirikiano wa karibu kuhakikisha kuwa tunatetea na kuwafikisha wanafunzi katika sehemu salama. Nukta ya 4 ambayo ndiyo msingi wa serikali yetu ni kulinda na kuyaenzi maadili mema ya chuo chetu cha Waislamu Morogoro. Tunatambua upekee wa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro dhidi ya vyuo vingine Tanzania ni kuwa chuo ambacho kimeweka kipaumbele katika maadili, na sisi serikali yetu itaenda kuhakikisha kuwa inayalinda na kuyaenzi maadili haya ya Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro. Waheshimiwa viongozi na wanafunzi wenzangu, katika mazingira ya kielimu kama haya hakuna msingi imara zaidi ya ule wa maadili mema, ambapo uongozi wa kweli hujengwa juu ya uaminifu, ukweli, heshima kwa wenzetu na kuzingatia maadili ya Kiislamu na utu wa mwanadamu kiujumla. Tunapojitwika dhamana hii ya uongozi, tunatambua kabisa kuwa hatupaswi kuwa bora kwa maneno bali kwa mwenendo. Yaani watakaokuwa viongozi pamoja na mimi tutafsiri zile sheria za Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro kwa mionekano yetu na ndani yetu. Na naamini kwa dhati kuwa bila ya maadili elimu itakuwa haina maana yoyote, na bila nidhamu uongozi utapotoka. Kwa pamoja tutalinda jina la chuo chetu cha Uislamu Morogoro kwa kuyaenzi maadili mema ya chuo chetu. Pia tukumbuke kuwa chuo hiki si sehemu tu ya kupata maarifa ya darasani, bali ni uwanja wa kulea uongozi wa kesho. Tukiwa vijana wa taifa, tuna wajibu wa kuonesha mwelekeo wa nidhamu, mshikamano na moyo wa kizalendo. Na ningependa kwa heshima ya kipekee kabisa nimpongeze kaka yangu Mheshimiwa Rais mstaafu wa serikali ya wanafunzi ya mwaka 2024-2025 ndugu yangu Adam Hamis Kimai kwa kazi nzuri ambayo umeifanya katika kipindi chako ukiwa rais. Uongozi wako umetufikisha hapa ambapo tupo leo, na historia ya Mungu haitakusahau kaka yangu. Umeacha misingi na sisi tunachukua hichi kijiti kutoka kwako. Tunakuomba utuombee ili na sisi tuache alama njema katika Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro. Mwisho kabisa, ingawa sio kwa umuhimu, naomba niwakumbushe wanafunzi wenzangu kuwa hii ni serikali yenu. Sisi ni wajakazi wa wanafunzi ambao wametupigia kura. Mmetupa dhamana ya kwenda kuwahudumia
sio kuwatawala. Kila mmoja wenu katika nyinyi ana nafasi ya kuchangia mafanikio ya serikali hii, na nina hakika kwamba endapo tutashirikiana, basi hakuna ambalo haliwezekani. Naomba tuwe pamoja kwa fikra, kwa moyo na kwa vitendo, ili tuweze kuifikia mumu ambayo itakuwa na kauli mbiu ya serikali ya wanafunzi kwa maslahi ya wanafunzi. Asanteni sana. Naomba Mwenyezi Mungu atubariki sote, ajalie safari ya uongozi huu iwe safari yenye baraka na ridhaa yake Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikaonekana tu matokeo yake, lakini kazi kubwa wameifanya, na wameifanya kwa uadilifu mkubwa sana. Lakini pia ni washukuru na kuwapongeza uongozi uliomaliza muda wake kwa kutendea haki na kufanya uadilifu kwa nafasi hiyo kwa muda huu ambao ulipangwa. Hongereni sana. Lakini kwa kipekee ningependa kuwapongeza na kuwashukuru pengine kwa uvumilivu na utulivu viongozi wetu wa sasa ambao wamechukua nafasi sasa, na kwa kweli kama nitazungumza mengine mengi nachelea kuvuruga yale ambayo wameyataja. Nafikiri yale mimi nimeyasikia, nitaomba, najua yatakuwepo kimaandishi, nitatembea mule katika kushirikiana ili tuhakikishe malengo yenu mliopanga yanafikiwa. Sasa niseme tu kuna mazungumzo yangu mafupi yataelezea jana, leo na kesho kwa kifupi sana. Jana na leo ni uongozi wa sasa kwa maana ya tume ya uchaguzi namna ilivyofanya, na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi namna alivyoihendo shughuli hii. Amesema na uzoefu wa miaka mitatu wa kumwapisha rais hapa, na hiyo sio fursa ndogo, sio rahisi sana kufanya hivyo, na amepita katika changamoto kubwa. Mheshimiwa Kimaya najua mwaka jana mambo yalikuwaje, na Mheshimiwa Yuda kumbe alikuwepo. Uliona mwaka jana ilikuwaje, lakini mwaka huu ni wakati hapa nasema nikawa nafikiria ule msemo wa kibiashara wa matangazo. Kuna kampuni moja inatoa matangazo yake ya usafiri, inasema, wengine wanasema ukienda na wao unafika bila uchovu, yani unasafiri salama, lakini sisi tunasema ukitaka kusafiri na sisi tunakufikisha, yani husafiri tena, unafika tu. Sasa nilikuwa nafikiria muda hapa ambao umetumika wa serikali iliyopita, hivi wametumia muda gani? Nikafikiri kama waliapishwa jana, kwa nini mwingine anaapishwa leo? Kwa kweli muda umekuwa mfupi sana sana, huwezi amini. Na nilikuwa naongea na naibu makamu mkuu wa chuo taaluma, alisema hivi muda ushaisha, yani wengine wanakuja sasa hivi. Kwa kweli kwa sababu ya utulivu ule ambao umepatikana na namna ya ushirikiano ambao wametaja tume ya uchaguzi, serikali iliyopita na serikali hii ambayo imechukua sasa hatamu, imeweza kuliona hivi. Tunaamini kwamba hayo sasa yataendelezwa na kuboreshwa zaidi pale ambapo pameonekana pana changamoto na vitu kama hivyo. Lakini leo yetu tume hii ya uchaguzi tunatarajia yenyewe itaendelea pia. Si uchaguzi huwa si wa siku moja wala sio tukio la wiki moja, wiki mbili. Uchaguzi ni endelevu. Tunaamini bado wana nafasi ya kuendelea kuwaongoza kwa namna moja au nyingine, kuwashauri hawa viongozi wa leo ili waweze kufanya vizuri kesho. Hakika hata serikali inayopita, mimi huwa nasema katika uongozi uongozi mzuri ni ule ambao wenye connection, succession. Kwa maana
sio kwamba serikali 2024-25 imetoka, kwa hiyo imetoka kabisa. Hapana, hao waliobaki, waliotoka ni wazoefu sana kwetu, wamepitia mengi, wanayajua mengi, na serikali ya sasa isisite wakati wowote kuwatafuta ushauri ili waweze kuongozwa namna bora. Unasimama kwenye mabega yao ili uweze kuona mbali zaidi. Hilo ni la muhimu sana. Lakini kwa ninyi sasa wa serikali mpya, kwa maana ya leo na kesho, nimesema mmeyazungumza mengi hapa, nitapitia huko, lakini ile hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyomaliza muda wake pia ni muhimu sana kuifuatilia. Mawaidha hapa yametoka kutoka tume ya uchaguzi na kwa imamu. Kwa kweli tukipita humo, mimi nakuwa sina kingine chochote cha kusema. Baada ya kusema hayo, kwa kweli niwatakie kila la heri, muwe na uongozi salama, na ninyi viongozi wengine ambao mmemaliza muda wenu pia ni sawa sawa na viongozi wakubwa niwasema, bado mna fursa kubwa ya kuwasaidia wenzenu kufikia pale ambapo wameweka malengo yao. Na hawa wapya wanaokuja, basi ni vizuri tukawa tunapita kwenye miongozo ile tume ambayo imetajwa. Kwa kuyasema hayo mengi, nafikiri tuishie hapa. Niwatakie kila la heri na